wako Sinandei. Mimi ni mshauri wa shirika la UCRT, lakini pia ni mwanzishaji wa shirika la UCRT. Kazi sahi kwenye program mbili. Moja ni program ya Hanan na nyingine ni program ya Loliondo Ngorongoro. Na kazi kubwa ambayo ninajaribu kusaidia shirika, kama mlivyosikia kwa wenzangu kwamba shirika la Ujamaa Community Resource Team nafanya kazi ya ardhi na maliasili, na hasa ni namna gani jamii watakavyoweza kusimamia ardhi, lakini pia kunufaika na ardhi, lakini pia na kumiliki ardhi, kwa sababu ardhi ndio maisha ya wafugaji. Na pia kwamba shirika letu la Ujamaa Community Resource Team nafanya hasa kazi na wawindaji wa kusanya matunda, pia wafugaji na wafugaji wa kulima. Maana sasa kuna watu wamechanganya mifumo ya kiuchumi. Kazi yangu kubwa ni kuona ni jinsi gani jamii hiyo inaweza kusimamia rasilimali. Lakini pamoja na kufanya kazi, tulikumbana sana na masuala ya migogoro, kwa sababu rasilimali ardhi ina migogoro mingi sana, hasa katika matumizi. Na migogoro hii inaweza kuwa kati ya kijiji na kijiji, kati ya wilaya na wilaya, lakini pia kati ya wawekezaji na wananchi. Kwa hiyo kuna migogoro mingi sana. Lakini tulijaribu kuona utatuzi wa mgogoro, tukaona ni muhimu sana kufanya utatuzi wa mgogoro ambao ni shirikishi. Kwamba hatuhitaji kupeleka migogoro ya ardhi mahakamani. Unajua kuna mahakama ya utatuzi wa migogoro ya ardhi, lakini kwanza kupeleka kule inatoa mamlaka ya watu kushiriki. Lakini pia elimu ya jamii katika kutatua migogoro hiyo ni ndogo sana. Lakini pia wakati mwingine mahakama hasa ya ardhi inahitaji watu waelewa katika mazingira yao ambao wanafanya kazi. Basi shirika la UCRT tukaona tutumie taratibu za mila. Viongozi wa mila, jamii wa wafugaji kwa ushirikiano na jamii waweze kutatua migogoro. Na migogoro hiyo ni katika mfumo wa majadiliano. Na wakati tukipima kijiji na kijiji tulikwama kwa muda mrefu kwamba migogoro ya kijiji na kijiji inatokea. Sasa inatakiwa tukaona kuna haja ya kutumia mabaraza ya mila ili waweze kutatua migogoro. Lakini pamoja na kuwa kuna mabaraza ya mila, tulipaswa pia kuimarisha au kuelimisha mabaraza ya mila ili kutengeneza maamuzi ya pamoja. Isiyo ni kiongozi huyu na huyu wanaamua, lazima iwe ni maamuzi ya jumla. Kwa hiyo katika kichukua mfano wilaya ya Longido kuna baraza la viongozi wa mila. Kwa hiyo katika ngazi ya Longido tukaona kuna haja ya kuwaleta viongozi wa mila pamoja waweze kujadili masuala ya migogoro ya ardhi, lakini pia wafikie maamuzi ya pamoja. Kwa hiyo UCRT ikajikuta inafanya kazi na taasisi za kimila ili kuweza kupata sauti ya jamii, lakini pia kuweza kupata mifumo sahihi katika kuweka maamuzi ambayo pia uwezi ukabadilisha. Wale anaweza kusema utaratibu ni huu, tutasuluhisha kwa mfumo huu, na tukakuta kazi yetu ikaendelea vizuri na kazi ya jamii ikaendelea vizuri. Lakini pamoja na hivyo tuliona pia mabaraza ya mila ni muhimu sana imarike, hasa katika ukanda wa kaskazini, ili wafugaji waweze kuwa na sauti ya usimamizi wa ardhi. Hata leo tukitegemea serikali za vijiji, tuliona pia kuna siasa inajitokeza. Ninafika mahali ambapo hizo siasa inaleta migogoro. Mwenyekiti huyu na mwenyekiti huyu, diwani huyu na diwani hii huyu wanapambana. Kwa hiyo ukipata chomba ambayo ni neutral katika kutatua migogoro, tuliona kama ni njia sahihi ya kuweza kusuluhisha jamii na kuleta solidarity na kuleta umoja wa jamii. Kwa hiyo kazi kubwa ambayo pia sisi tunafanya katika kuelimisha taasisi za kimila, wakiwepo wamama, wakiwepo vijana na wazee. Tunaona pia kabisa kwamba kuna haja wa mama kuingia na kuwa viongozi katika maamuzi ya nyanda za malisho, katika maamuzi ya mipango ya matumizi bora ya ardhi. Kwa hiyo tukaona pia ili basi wamama pia waweze kusimama, ni muhimu kuwapata viongozi wa kina mama ambao wanaweza kushiriki katika taasisi za kimila. Kawaida kwa Masai mfumo wa Kimasai wapo wamama katika nafasi hizo, lakini kwa sasa tumeshaona nafasi ya kina mama katika usimamizi wa ardhi, lakini pia kuweka maamuzi mbalimbali. Na tukaona hiyo inaenda vizuri
ni swala la kuendelea kuwawezesha na kuendelea kuhamasisha ili waweze kufanya kazi kwa pamoja. Ushirikiano wetu na serikali ni mkubwa sana. Kwa mfano tukizungumza swala la ardhi, kuna sheria ya ardhi ambayo kuna sheria ya ardhi kwa maana sheria ya ardhi kwa ujumla, na sheria ya ardhi ya vijiji. Na tunatumia mfumo wa sheria iliyopo ambayo inatupa nafasi ya kufanya mipango ya matumizi bora ya ardhi, kwa sababu hiyo ni sheria inaruhusu na ni kanuni ya kiserikali. Lakini upimaji wa ardhi haifanywi na UCRT. Upimaji wa ardhi inafanywa na wataalamu wa halmashauri za wilaya. Kwa hiyo kazi yetu kubwa kama shirika la UCRT ni kuwezesha kwa maana tunatafuta fedha, tunahamasisha jamii, alafu wale wataalamu wanakuja, wanaingia ndani ya jamii, wanapima ardhi. Wakishapima ardhi wanaenda kutengeneza takwimu kama ramani, kama vyeti. Hiyo ni kazi yote ya serikali. Lakini kazi yetu kubwa ni kuwezesha kwamba kwanza tunaelimisha watu. Na tunapoelimisha watu kijijini, tunaelimisha na halmashauri za wilaya. Baada ya halmashauri za wilaya tunakutana na tume ya mipango ya matumizi bora ya ardhi, ambao wao ndio wanaratibu shughuli zote za mipango ya matumizi ya ardhi katika vijiji vyote Tanzania. Kwa hiyo tunapotoa hizo taarifa kutoka halmashauri za wilaya zinakuwa documented na tume ya matumizi bora ya ardhi. Na hiyo kazi yote inaenda mpaka Wizara ya Ardhi. Kwamba Wizara ya Ardhi wanatutambua na tunashirikiana nao katika kuweka mipango ya matumizi bora ya ardhi katika vijiji vyote katika mkoa wa Arusha na Manyara. Kwa hiyo kazi zote na taarifa zote zinazotoka, kwa mfano tukitoa taarifa ya miaka 10 ya mipango ya matumizi bora ya ardhi ya kijiji kimoja, wizara inaweka kwenye documentation. Tukifanya kutafuta GN katika vijiji, ni serikali ina assess na kuona kwamba sasa hii kijiji inastahili kupata GN hasa katika nyanda za malisho. Lakini kazi yetu kubwa sana ni kuhakikisha kwamba wizara ya ardhi, tume ya mipango ya matumizi bora ya ardhi wanaitambua maeneo ya jumla ya nyanda za malisho, kwa sababu nyanda za malisho ndio inapata changamoto sasa hivi katika nchi hii. Inaonekana kwamba ni ardhi ambayo haina mwenyewe, kumbe ardhi ni yenyewe. Lakini baada ya kuweka tunaita communal CCRO, ni eneo ambayo inasimamiwa na cheti cha usimamizi ya ardhi ya mila. Kwa hiyo sasa inajulikana, inapimwa, inajulikana kwamba hii ni eneo la nyanda za malisho, lakini na cheti inasimamiwa na jamii kule kijijini. Kwa hiyo huwezi kulima, huwezi kuweka makazi, huwezi kufanya mfumo mwingine wowote pasipo kukubaliana na jamii ambayo inasimamia ile. Na hiyo ndio kazi kubwa ambayo shirika la UCRT wanajaribu kuona kwamba jamii ya wafugaji ambao wanatumia maeneo ya jumla, haya maeneo ya jumla lazima ipewe heshima. Sio heshima tu, lazima sheria ya nchi iweze kuitambua ili kupambana na hali halisi ya ushindani katika matumizi ya ardhi. Maeneo ya wawindaji na wakusanya matunda, pori ambalo wanategemea kwa ajili ya asali, kwa ajili ya matunda na kwa ajili ya mizizi na kwa ajili ya mambo mengine ya kimaisha, lazima pia ilindwe. Na ili kulinda lazima uwe na cheti cha usimamizi wa ile maeneo. Na hiyo cheti inatambuliwa na Wizara ya Ardhi na tume ya mipango ya matumizi bora ya ardhi. Kwa hiyo kwa ujumla tunashirikiana na serikali katika kufanikisha mipango hiyo. Kwa upande wa mawasiliano, unajua shirika la UCRT ni taasisi kubwa ambapo kwa namna yote kuna mawasiliano. Mawasiliano yanaweza kaja kwa mkurugenzi wa UCRT, lakini mawasiliano mengine yanaweza kaja kwangu binafsi au kwa mtu mwingine wa UCRT. Na nafikiri hakuna taarifa ambayo UCRT tutaficha. Tunazitoa kwa sababu hizo ni public information. Hata tukitoa kuhusu masuala ya ardhi, kuhusu masuala ya mahusiano ya jamii, masuala ya agenda, masuala ya wawindaji na kukusanya matunda, yote hayo ni taarifa ambayo tuko huru kutoa. Na kwa mtu yeyote yule ambaye labda kwa namna yote anataka kupata taarifa kutoka kwa shirika la UCRT, kuna email, kuna simu, kuna Facebook, kuna mambo mengi ambayo unaweza kupata taarifa zetu. Lakini pia unaweza kupiga simu za direct katika ofisi yetu. Kwa hiyo karibuni sana wote ambao wanataka kufanya hivyo. Shirika la UCRT tumejaribu kutengeneza model. Eleza ni jinsi gani tunaweza tukaishi pamoja, hasa watumiaji wa ardhi. Leo tutazungumza wahifadhi, tutazungumza wafugaji, tutazungumza wakulima,
utazungumza wawindaji na kusanya matunda. Mfumo huu ambao CRT inaleta kwa ajili ya umma inasema kila mtu anaweza akanufaika na rasilimali ardhi hata kama ni kidogo. Kinachotakiwa tunatengeneza win-win, makubaliano ya pamoja. Kama serikali anatumia ardhi, kama wafugaji anatumia ardhi, kama wawindaji anatumia ardhi, kumbe tunaweza kutengeneza mfumo ambao utatuwezesha sisi kutumia rasilimali ndogo tulionayo bila kuleta migogoro, bila kumtenga mtu yeyote, bila kuacha jamii ndogo. Kwa mfano wawindaji na kusanya matunda ni jamii ndogo sana ambao wanategemea pori. Unaweza kukuta wamezungukwa labda na wafugaji. Huenda haki yao inapotea pale. Sasa tunasema hapana, mipango ya matumizi bora ya ardhi ambayo ni shirikishi itatupa majibu ya watumiaji wote wa ardhi. Kinachotakiwa tukubaliane, lakini natakiwa pia kutambua sera na sheria zinazosimamia rasilimali hizi, kwa sababu kama sheria haiwapi watu haki yao labda kutumia ardhi, utakuta kwamba yule mwenye nguvu zaidi ndiye anayeweza kutumia rasilimali zilizopo, na hapo ndio mwanzo wa migogoro. Asante.